Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Tatizo Yohana Mzumbwe, mkazi wa Masoko mkoani Mbeya, kwa tuhuma za mauaji ya mama yake wa kambo aitwaye Mary Yohana mwenye umri wa miaka 61, aliyekuwa mkazi wa Masoko, kwa kumkata na panga kichwani. Anatuhumiwa kutenda tukio hilo Oktoba 6 mwaka huu 2025 saa 2 asubuhi huko katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, tarafa ya Isangati, mkoani Mbeya, kwa kumuua Mary Yohana ambaye pia alikuwa mkazi wa Masoko, alikuwa mwenye ualbino. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa majira ya usiku huko kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa kifamilia kuhusu mashamba, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimshinikiza Mary Yohana ambaye kwa sasa ni marehemu kugawa mashamba ya urithi yaliyoachwa baada ya baba yake kufariki. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Tatizo Yohana Mzumbwe. Huyu ni mkazi wa Masoko mkoani Mbeya kwa tuhuma za mauaji ya mama yake wa kambo ambaye anaitwa Mary Yohana mwenye umri wa miaka 61, aliyekuwa mkazi wa Masoko, na alimuua kwa kumkata na panga kichwani. Mtuhumiwa alitenda tukio hilo tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2025 majira ya saa 2 za usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, tarafa ya Isangati iliyoko katika mkoa wa Mbeya, na alimuua huyu Mary Yohana ambaye pia alikuwa ni mkazi wa Masoko na aliyekuwa mwenye ualbino. Kwa baada ya tukio hili, huyu mtuhumiwa alitoroka. Lakini kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, baada ya kuwa limeripotiwa, lilianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa majira ya usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, kuhusiana na tukio hili akiwa amejificha huko. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni mgogoro wa kifamilia kuhusu mashamba, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimshinikiza Mary Yohana ambaye kwa sasa ni marehemu, akimtaka kugawa mashamba ya urithi yaliyokuwa yameachwa na baba yake baada ya kufariki. Kwa jambo hili marehemu aliliona, akaona kwamba kwanza si utaratibu wa kugawa mashamba hayo, na huyu mtuhumiwa alichokuwa anataka ni kuuza ili aweze kupata fedha kutumia tu katika masuala yake ambayo hawezi kusaidia familia. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya vijana kuacha tamaa ya kujipatia fedha kwa njia zisizo halali, bali watafute fedha kwa uhalali na wasifanye matendo haya ambayo ni kinyume kabisa na sheria. Kwa hiyo uchunguzi wa swala hili au tukio hili umekwisha anza kushughulikiwa kwa kiwango kikubwa, na kilichobakia sasa ni kukamilishwa ili jalada liweze kufika katika ofisi nyingine za mashtaka kwa ajili ya kuandaliwa mashtaka kulingana na ushahidi utakaokuwa umepatikana ili aweze kufikishwa mahakamani.